Nimefurahi sana kwa mapokezi yenu, nimefurahi kwa mahudhurio yenu katika mkutano huu. Ndugu wananchi, kama alivyosema mwenyekiti, wakati wote ni vizuri kukumbuka nyuma, kwa sababu ukijua kilichotokea nyuma utaelewa kwa nini mambo yako hivi leo na utaelewa unakwenda wapi. Mwenyekiti alikuwa ananikumbusha hapa juu ya historia ya Mbeya. Hapa Mbeya wanasema ndio lango la SADC, si ndio? Huko Tunduma wanasema ndio lango la SADC, na ni eneo moja, hata huko ilikuwa sehemu ya Mbeya. Lakini katika historia ya Tanzania, Mbeya inaandikwa hapa kwa wino mwekundu, kwa sababu hapa yalikuwa mapito ya kupigania uhuru. Hapa wakati nadai uhuru alikuwepo mzee wetu mmoja anaitwa Mwakangale, John Mwakangale. Alikuwa ndio mpigania uhuru aliyeshirikiana na Mwalimu Julius Nyerere katika kupambana uhuru wa nchi yetu. Kwa hiyo wakati tumejitawala na mzee Mwakangale akiwa kiongozi wetu mkubwa katika eneo hili, aliwapokea wageni wawili mashuhuri sana kupitia Mbeya. Mmoja alikuwa Nelson Mandela, ambaye alitembea kutokea South Africa kwa kutoroka, akapita nchi zote hizi mpaka akaja akafika hapa. Alipofika hapa, mzee Mwakangala akampokea, akampeleka Dar es Salaam. Alikuwa hana passport kwa sababu nchi yake ilikuwa haitoi passport kwa watu wa namna yake. Sasa ili aweze kupata passport ya Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere akamwambia Mwakangale, sasa wewe unaitwa John Mwakangale na huyu uliyemleta naye atakuwa John Mwakangale. Kwa hiyo akapewa passport ya kuwa Mtanzania mwenye jina la John Mwakangale. Na Mandela ametembelea passport ya John Mwakangale, jina la hapa Mbeya, mpaka alipopata uhuru ndiye akapata passport ya Afrika Kusini. Hapo vipi? Mbeya safi. Halafu mtu mwingine mwenye historia alikuwa anaitwa Sam Nujoma, na yeye alikuja akapita hapa Mbeya, naye akapelekwa Dar es Salaam na mzee Mwakangale. Alipofika huko naye alikuwa hana passport, naye akapewa passport, yeye akaitwa Sam Nujoma, akaitwa Sam Mwakangale. Wakasema naye ni raia wa Dodoma, mkazi wa Dodoma, lakini jina la watu la Mbeya, na ametembelea hiyo passport mpaka Namibia ilipata uhuru. Hapo vipi? Kwa hiyo Mbeya ina historia nzuri sana katika ukombozi wa Afrika. Sasa leo sitaki kuwarudisha nyuma sana katika historia. Nataka nizungumze historia lakini ya miaka 4 iliyopita. Miaka mingapi? Miaka 4 iliyopita ilikuwa miaka ya machungu na mafanikio. Kwanza, siku kama ya leo, Rais Samia Suluhu Hassan akiwa Tanga alitangazia taifa juu ya msiba wa rais wa 5 kwa Jamhuri ya Muungano, alikuwa anaitwa Dr. Pombe Magufuli. Na siku 2 baada ya tangazo hilo, na kwa mujibu wa katiba, Rais Samia aliyekuwa makamu, kwa sababu katiba inasema rais akifa makamu anaapishwa kuwa rais. Kwa hiyo tarehe 19, siku 2 zijazo, Rais Samia alitangazwa kuwa rais kuchukua nafasi ya John Pombe Magufuli. Na kama mnavyojua, John Pombe Magufuli alikuwa na kauli mbiu anasema, hapa kazi, hapa kazi tu. Sasa Samia Suluhu Hassan alipochukua hakutaka kuacha neno kazi, lakini akasema kazi iende.
Hiyo ndio historia yote ya miaka mingapi? Yalipotokea hayo, kama kawaida ya wanadamu, wakawa wana sita. Hivi inawezekana nchi itakuwa salama, miradi iliyokuwa imeanzishwa itafanyika na kadhalika na kadhalika. Lakini leo tunapoongea hapa, unaweza ukauliza, kazi imeendelea au haikuendelea? Kazi imeendelea. Tena imeendelea kuliko ambavyo wengine tulidhani.